Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 23 mwezi Machi tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Turibio askofu. Turibio alizaliwa mnamo mwaka 1538 akiwa mtoto wa pili wa gavana wa Mogrovejo katika nchi ya Hispania. Alijifunza sheria katika chuo kikuu cha Salamanca. Baada ya hapo, mnamo mwaka 1575 akateuliwa kuwa rais wa baraza la upelelezi la mji wa Granada. Kwa kuwa alikuwa mtu wa fadhila, alipata upadre na uaskofu alipokuwa na umri wa miaka 43. Mnamo mwaka 1580 aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Lima, mji mkuu wa nchi ya Peru. Askofu Turibio alihamia Lima huko Peru. Watu wa Peru walikuwa wakipigana vita vya makabila mara nyingi, na wale walioshindwa waliwatendea kwa ukatili mkubwa. Nchi hiyo ilihitaji askofu jasiri na mnyenyekevu wa kuirekebisha hali hiyo. Askofu Turibio alikuwa na sifa hizo. Alipofika Peru, alifanya ziara kuzunguka jimbo lake, akitembea karibu maili 50,000. Katika ziara hiyo alihubiri, akabatiza na kutoa kipaimara kwa watu karibu nusu milioni. Kati ya wale waliopokea hizo sakramenti walikuwa Mtakatifu Rosa wa Lima, Martini wa Porres na mwenye heri Yohane Masias. Aliweza kujenga shule nyingi, mahospitali, nyumba za kitawa na makanisa. Alianzisha seminari ya kwanza ya Amerika pale Lima mnamo mwaka 1591. Peru wakati ule ilikuwa koloni la Hispania. Viongozi wa serikali wa Hispania karibu wote walikwenda Peru kuchuma rasilimali za nchi hiyo. Kwa hivyo waliwatoza kodi wakazi wa Peru, wakapora utajiri wa nchi yao. Mapadre waliotoka Hispania nao waliwasumbua waamini kwa michango mingi. Askofu Turibio alirudisha maadili mema kwa mapadre, wakawa kioo cha jamii. Alisisitiza sana mwenendo mwema wa mapadre. Alikemea kila jambo lisilo haki bila kujali hata kama mtenda mabaya alikuwa kiongozi wa serikali au kasisi. Alitumia mamlaka yake ya uaskofu kwa kuzuia dhuluma kwa watu, akitetea haki za wanyonge. Aliwakemea wale waliovunja amri za Mungu wakisema, tunafuata desturi za hapa. Akawaambia, Kristo alisema, mimi ndimi njia. Hakusema mimi ndimi desturi. Alifanikiwa kugeuza mioyo ya watu imwelekee Mungu kwa kubadili desturi zao mbaya. Muda wa miaka 7 alizunguka nchini kote akiwapatanisha wakosefu wengi na Mungu. Alipita porini kati ya wanyama wakali kusudi apate kuwafikia wapagani, kuwafundisha na kuwapa sakramenti. Alikuwa mkarimu na mwenye huruma kwa watu hawa. Alifanya utume wake bila kuchoka na kwa moyo wa upendo. Aliugua wakati akifanya ziara ya 3 ya kichungaji katika jimbo lake na kufariki dunia akitabasamu kwa furaha mnamo tarehe 23 ya mwezi Machi mwaka 1505 kule Lima nchini Peru. Papa Benedikti wa 13 alimtaja mtakatifu mnamo mwaka 1726. Mpaka sasa watu wa Peru wanamkumbuka sana na kumpenda kwa utume wake uliotukuka.
Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Turibio askofu. Muda si wetu. Tutatoa hesabu ya jinsi tulivyotumia muda wetu hapa duniani. Rejea ya Mtakatifu Turibio. Watakatifu wengine tarehe 23 mwezi wa 3: Mtakatifu Rebeka, watakatifu Victorianus na Frumentius wafiadini wa Tunisia, na pia watakatifu Fidelis, Felisi, Liberatus na Crescenti wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Turibio askofu, utuombee.